Natumaini umeamka salama, mtazamaji wa Zone Media, na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Zone Media. Sasa bila kupoteza muda, tuangazie yanayojiri katika anga za kimataifa. Hapo bara la Ulaya na Mashariki ya Kati ni kama vile kumeanza kuchemka tena kwa mara nyingine. Hii ni baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuishutumu Irani kwa kuisaidia Urusi kupitia ndege zisizokuwa na rubani za Shahedi kwenye vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaenda mbali zaidi na kusema kwamba utawala wa Irani haupaswi kupewa muda zaidi kwa sababu unaendelea kusaidia katika vita hiyo, na ametaka utawala huo uweze kuondolewa mara moja na kuishindikiza Marekani iweze kuchukua maamuzi ya mapema kabisa dhidi ya Irani. Sasa katika mkutano ambao umefanyika pale Munich, Ujerumani, unaitwa mkutano wa usalama wa Munich, yani Munich Security Conference, ambao hufanyika kila mwaka na hufanyika katika mji wa Munich pale nchini Ujerumani. Huwaleta viongozi wakubwa wa dunia pamoja, wanakaa pale, wanajadili, huwa wanakutana kwa ajili ya kujadili masuala ya kiusalama duniani. Huwa ni maraisi, mawaziri wa ulinzi, mawaziri wa mambo ya nje, viongozi wa NATO, wakuu wa jeshi, wataalamu wa usalama, wote kwa ujumla viongozi wakubwa duniani huwa wanakutana pale Munich, Ujerumani kila mwaka kujadili masuala ya vita, mfano migogoro ambayo inatokea kama Mashariki ya Kati au pale Ukraine, lakini silaha za nyuklia, masuala ya ugaidi na mahusiano ya nchi kubwa. Sasa bwana rais wa Ukraine Zelensky alipokuwa akizungumza katika mkutano huo, alizungumza vitu vingi sana kwa hisia, na hapa mtazamaji, naomba nikusomee hiyo taarifa jinsi ambavyo inaeleza. Taarifa inaeleza kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa utawala wa Iran haupaswi kupewa muda zaidi, akidai kuwa msaada wake kwa Urusi kupitia ndege zisizo na rubani umechangia vifo na uharibifu mkubwa nchini Ukraine. Akizungumza katika Munich Security Conference, Zelensky alisema kuwa licha ya Ukraine kutokuwa na mgogoro wa moja kwa moja na Iran, ndege za kivita aina ya Shahed zinazotolewa na Tehran kwa Urusi zimekuwa zikitumika kushambulia raia na miundombinu muhimu. Hapa na nukuu alichokisema: Ukraine haina mpaka na Iran na hatujawahi kuwa na mgongano wa maslahi, lakini ndege za Shahed walizoiuzia Urusi zinaua watu wetu na kuharibu miundombinu yetu, alisema Zelensky. Kwa mujibu wa Zelensky, ushiriki wa Iran katika vita umeonekana wazi kupitia usambazaji wa ndege hizo ambazo ni za gharama nafuu, lakini ni hatari kwa sababu ni vigumu kuzizuia, hasa zinapotumika kwa idadi kubwa. Ndege hizo zimekuwa zikilenga hasa miundombinu ya umeme nchini Ukraine, maeneo ya makazi ya raia nchini Ukraine na vituo vya nishati. Lakini Zelensky pia aliongeza kwamba hapo awali ndege hizo zilikuwa rahisi kuzizuia, lakini sasa zimeboreshwa zaidi na kufanya ndege hizo kuwa ngumu zaidi kuzizuia. Na nukuu tena, sasa zina injini ya jeti, zinaweza kuruka katika viwango tofauti, zinaweza kuongozwa kwa muda halisi na hata kutumia mfumo wa Starlink kufikia malengo yao, alisema Zelensky. Lakini Zelensky pia alionya kuwa kuipa Irani muda zaidi ni hatari kwa usalama wa kimataifa. Hapa pia na nukuu, alisema hivi: tawala kama ile ya Irani hazipaswi kupewa muda kwa sababu zinapopata muda zinaua zaidi. Lazima zizuiwe mara moja, alisisitiza. Sasa Irani baadaye ilikuja kujibu taarifa hii. Hapa tuangalie kwenye upande huu wa kwanza wa upande wa rais Volodymyr Zelensky kile ambacho amekizungumza. Ni kweli kabisa Irani iliweza kuipatia Urusi au kuiuzia Urusi ndege aina za Shahed ambazo zimetumika katika vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Sio tu kutumika, hadi hivi sasa bado zinatumika. Na ndege hizo ni za gharama nafuu, lakini zina usahihi mkubwa sana katika kufanya mashambulizi. Na ni vigumu sana kuzizuia drone za Shahed ikiwa zitatumika kwa mara moja alafu zinatumwa nyingi. Yaani zikiwa nyingi inakuwa ni vigumu zaidi kuweza kuzizuia. Na Iran ina mtaji mkubwa sana wa Shahed drone. Yaani mpaka Mrusi mwenyewe ana teknolojia ya kutosha, lakini kwenda kuwazima drone nchini Irani sio kitu cha kawaida. Ni kwa jinsi gani ambavyo Irani kwenye masuala ya teknolojia hasasa ya vita kwenye upande wa drone wako vizuri sana kwenye upande wa silaha hizo. Ukraine imekumbana na kadhia kubwa sana kwenye vita ambavyo anapigana na Urusi. Yaani miundombinu yake mingi sana imekuwa ikiharibiwa na Urusi, yeye anazivurumisha tu drone za kutosha. Japo Ukraine inajitahidi sana kuweza kuzizuia hizo drone kwa kutumia mifumo ya ulinzi, lakini kuna muda mambo yanakuwa yanakataa, mambo yanakuwa yanafeli kabisa kwa sababu zinakuja nyingi kiasi cha kwamba
Ukraine inashindwa kuweza kupambana na droni hizo kwa pamoja. Sasa Zelensky ameona wazi afunguke kwamba yeye ameeleza kwamba Irani hatujawahi kuwa na mgongamano wa kisiasa au wa kimaslahi, lakini mwisho wa siku wamejiingiza katika vita kwa kuisaidia Urusi, ambapo wameipa droni ambazo zinatuumiza sisi. Sasa Zelensky ameamua kufunguka wazi kabisa kwenye mkutano huo wa usalama pale Munich nchini Ujerumani. Lakini baadaye sasa Iran ilikuja kujibu kwa hasira kuhusu kauli ya Rais Volodymyr Zelensky kuishutumu kwamba inaisaidia Urusi katika vita, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alikosoa kauli za Zelensky kwa kumuita mchekeshaji aliyepoteza mwelekeo, akipinga shutuma hizo. Zelensky aliweza kujibiwa vikali na waziri mwenye dhamana kwenye mambo ya nje nchini Iran ambaye ni Abbas Araghchi. Tumekuwa tukimwona hivi karibuni akizungumza sana, yani mambo mengi ambayo yanaendelea pale nchini Iran, yeye amekuwa ni kama kipaumbele wa kwanza kuweza kuyawasilisha au kuweza kuzungumza na kuweza kuyajibu. Na hata kwenye mkutano ambao unafanyika pale nchini Oman wa Marekani pamoja na Iran kuhusu makubaliano yale ambayo wanataka kukubaliana kuhusu mpango wa nyuklia dhidi ya Marekani, Araghchi ndiye ambaye anaongoza ujumbe wa Iran katika mkutano huo. Yeye akamwambia Zelensky kwamba kauli zake ni zimepoteza mwelekeo. Yani Zelensky ni mchekeshaji na mtu ambaye amepoteza mwelekeo, anamuona hivyo kwa sababu ni mtu ambaye yupo kwenye sera za kimagharibi huyo Rais Zelensky. Kwa hiyo anamuona mtu ambaye amepoteza mwelekeo na akipinga shutuma hizo kwamba sio za kweli kabisa kabisa kabisa. Na droni hizo zimekuwa zikionekana hata kwenye udunguzi ambao unafanyika dhidi ya jeshi la Ukraine kwamba ni droni za Shahed moja kwa moja zimetengenezwa nchini Iran. Lakini kauli ya Zelensky pia inaongeza mvutano. Labda kwa rais wa Marekani Donald Trump anaweza akapata hasira zaidi kwa sababu wamekuwa ni marafiki kati yake na Zelensky, na mara nyingi wamekuwa wakizungumza ni kwa jinsi gani ambavyo vita hivyo vitakwenda kutamatika hivi karibuni. Na viongozi wa Marekani kwa hivi sasa wapo kwenye jitihada za kuleta ushawishi kwa Rais Vladimir Putin ili makubaliano ya kusitisha mapigano yaweze kuafikiwa. Trump amefanya mikutano kadhaa na Rais Vladimir Putin, ambapo mkutano wa mwisho ulifanyika kule Alaska. Walizungumza mwaka jana ile kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kusitisha vita, lakini mambo yakaonekana kuwa magumu zaidi. Putin kama wanaweka ugumu hivi. Juzi kati ikatoka taarifa kutoka Urusi pale kupitia Ushakov, lakini sio tu Ushakov peke yake, hata waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov pia naye walizungumza kwamba ikiwa Zelensky anataka amani au mkutano na Rais Vladimir Putin, basi anatakiwa aweze kusafiri moja kwa moja kutokea Kiev kuelekea Moscow, na wameahidi kumpa ulinzi thabiti kwamba watamlinda, atafika salama, atafanya mkutano na Rais Vladimir Putin, wataonana vizuri na mwisho wa siku basi atarudi Kiev. Lakini Zelensky akasema kwamba mkutano ambao utawakutanisha kati yake na Rais Vladimir Putin ufanyike Kiev, japo Urusi imekataa hilo kwa kusema kwamba ikiwa yeye anataka makubaliano basi asafiri moja kwa moja kutokea Kiev hadi Moscow nchini Urusi, jambo ambalo linaleta mashaka kwa Zelensky mwenyewe. Hajiamini kwamba ni kweli anaweza akaenda salama na akarudi salama. Sasa kupitia shutuma hizi dunia imeweza kushangaa kwa kiasi kikubwa sana, ikiwa hata Rais Zelensky kumbe naye anapigia chapuo utawala wa Irani uweze kuanguka au kudondoshwa, kuondolewa mara moja, akiuita kwamba ni utawala ambao unasababisha maafa makubwa pale nchini Ukraine kwa msaada wa droni za Shahed ambao unautoa kwenda katika taifa la Urusi. Sasa mtazamaji wetu, shusha maoni yako kwenye uwanja wa comment kuhusu taarifa hii. Nini ambacho unakiona katika taarifa hii ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba utawala wa Irani hautakiwi kupewa muda kabisa, unatakiwa uweze kudondoshwa haraka iwezekanavyo. Cha msingi tu na kuomba usiache kusubscribe channel ya Zone Media, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.